Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji wa channel yetu ya Kauthar, sisi ndugu zetu Waislamu tumetembea katika maeneo tofauti tofauti ya nchi hii, na kwa leo hii Mwenyezi Mungu ameturuzuku, ametupa nguvu, ametujalia afya. Tumefika eneo la Mbita, eneo bunge la Kinango. Wallahi ni shukrani kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tumshukuru zaidi na zaidi kwa sababu tunatembeza dini ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndugu zetu Waislamu walioachwa nyuma kidini, ambao wamezungukwa katika maeneo haya, wapo ni kama hawapo. Na katika ulimwengu ukiona kuna mwenzio kidogo amekwama, na wewe Muislamu kidogo na mawili matatu mwenye unaweza mfikishia ujumbe wa kupata ile dawa ya kwamba Waislamu wanafaa kufanya hivi, wanafaa kuishi hivi, basi usiwe mchoyo na ile kidogo ulionayo. Tafadhali ndugu zetu Waislamu, tumetembelea ndugu zetu wengine huku kuwapitishia dawa na kujua jinsi gani Muislamu anatakana kuishi. Walioko kwenye Ukristo angalau pia nao wapate ile ari ya kutoka kule na kuingia katika Uislamu, kwa sababu wamezungukwa, yani tuseme wamefunganishwa, hali ya kwamba yani hata hawajui wajitoe vipi. Ndio tumechukua fursa hii kuwatembelea, kuwafikishia ujumbe huu, ili nao angalau watoke kule waingie katika dini ya Mwenyezi Mungu ya Kiislamu. Na si hilo tu, kuna vitu tofauti ambavyo Muislamu unafaa kuchangia, sio lazima, bali ni hiari, kwa sababu kuna wenzetu wapo nyuma kimavazi ya kidini, wako nyuma kimavazi ya dini ya Kiislamu. So wewe kama Muislamu uliye pale, badala ya kuchoma nguo, badala ya kutupa nguo, badala ya kuchukua nguo kuifanya mopa, ni bora kuikusanya na kuihifadhi na kuifikisha mahala husika, ambapo kesho yako ile inakuwa ni jaza yako kwa Mwenyezi Mungu, inaenda inasaidia Muislamu mwingine, aidha ni jalbabu, ni kanzu, ni baibui, haijalishi ni ya mtoto, ni ya mtu mzima. Pindi itakapofika mahali pale, inaweza saidia mwingine, nawe jaza yako inakuwa kwa Mwenyezi Mungu. Katika msafara huu kuna mafuta, kuna jinsi gani watu wanafika sehemu tofauti, sehemu mbalimbali kueneza dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kile kidogo chako ulicho nacho unachangia, kuna paybill chini ya hiyo channel, unachangia hapo, na sio kwamba unanichangia mimi ama unamchangia Ustadh Abu Hasanati. Ile mchango wako unachanga kwa ajili ya Allah, ili sisi tunaeneza dini, ili kuwafikishia ujumbe wenzetu Waislamu, nao wajue ni jinsi gani watu wanaishi, ili tuwafikishie vile vitu vyenye tuko navyo kidogo, na wao wafanyeje, wapate kueneza kwa upande mwingine. Kwa hiyo hadha, assalamu alaikum wala fahamu. Barakallahu lak, jazakallahu khair. Naam, mtazamaji mpendwa, nafikiri risala kama hiyo umepata, nasi tuko njiani hapa, tunarudi msikitini insha Allahu taala. Allah wabariki nyote na wape afya na amani katika sehemu mlizo, utulivu katika familia zenu na boma zenu, na vijana waliobeba afya tele na ufahamu wa ilmu ya dini na dunia. Kwa insha Allahu taala, maneno kama hayo, wewe kama una kimoja, una viwili, unaweza tanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na chochote ambacho nyinyi mtakitanguliza cha khairi mtakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chochote, ni kanzu, ni kofia, ni Qur'ani, mashaf, ni juzuu, ni senti yako shilingi 50, 100, 500, 1000, au unaweza dhamini chochote cha khair, basi utakipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khairan wa a'dhama ajra, na utakikuta kwamba kimekuwa bora zaidi na khairi na malipo yaliyokuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo hakuna chochote utakachopoteza. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi wa ya'khudhu sadaqat, kwani hivi watu hawafahamu kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiyo anayekubali tauba za waja wake, na Allah ndiye anayechukua sadaka. Kwa unapotoa shilingi yako wewe, au ukatoa kanzu yako, au ukatoa jalbabi yako,
au ukatoa baibui yako na nguo yoyote ya stara, basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo anachukua, utapata ajiri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nikomea hapa, nisiwe mrefu maneno. Ni ndugu yako Abu Hasanat. Paybill iko hapo, namba ya simu iko hapo. Unaweza leta mzigo wako katika ofisi zetu za Kawthar Ruqya Center pale Likoni, barabara Shell Beach, au ukaleta mzigo wako wa nguo pale Kombani kwenye ofisi yetu ya Kawthar Ruqya Center. Tunakusanya hapo, kisha tunaleta bidhaa hizo kwa ndugu zetu ambao maisha yao yako chini kabisa. Mtu anavaa kanguo kana nongo kadogo, kamparuka paruka, lakini leo na yeye anapata jilbab, anapata babui, anapata kanzu. Alhamdulillah, anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.